Na mtazamaji, tukiendelea mbele ni kwamba baadhi ya wakazi katika kaunti ya Kajiado waliathirika na ukame na wengi kuachwa kutegemea msaada wa chakula. Wakazi hao sasa wameanza kuzalisha mboga na ufugaji wa kuku ili kujikimu ama kujikwamua kutoka janga hilo. Ni mradi unaoendelea shuleni na nyumbani. Nancy Keringa amezuru maeneo mbalimbali Kajiado na kutuandalia taarifa ifuatayo. Baada ya ukame wa miaka mingi kuathiri kaunti ya Kajiado na wengi kupoteza mifugo, wakazi wengi wameanza kubadilisha mbinu ya kuzalisha vyakula katika jamii. Baadhi ya shule zimeanza kukumbatia upanzi wa mimea na ufugaji wa kuku ili kupunguza kutegemea misaada. Aidha, kina mama wa maeneo mbalimbali kaunti ya Kajiado pia wamekumbatia mbinu hizo ili kujiendeleza. Mkazi huyu wa Kibiko, Kajiado Kaskazini, anatueleza jinsi maisha yameanza kubadilika tangu alipoanza kupanda mboga na kufuga kuku. Tulingana tukasema tufunge kuku sana sana zile zinaitwa layers. Maana tukipata mayai sisi kama wamama tuungane. Hiyo mayai tukiuza tunaweza nunuania matank wenye hatuna wengi hata kama ni ile kidogo. Na sana sana tukishamaliza hiyo squad tunaweza ingia kwa vile tukichukua hiyo mayai tuuze tutasaidiana kwa kiboma tena. Hii ni mbinu ya kuwezesha jamii kujitegemea. We want to change the behaviors of this community in terms of their livelihood, and therefore we are supporting them to rear chicken, produce some vegetables through kitchen gardening, empowering women while also training them on climate resilience. Licha ya jamii hii kujulikana kwa ufugaji wa mifugo kama ng'ombe, mbuzi na kondoo, kina mama na wanafunzi wamegeukia kilimo cha uzalishaji wa vyakula. We had an enrollment of 683, but after they came in for supporting us for food, that is lunch, maize beans, banana once a month, and an egg once a month. In fact, it has really improved our performance in the school. More so the enrollment. We came from 683 up to 823 at the moment. Tunawapa mafunzo ya saving plan, tunawapa mafunzo ya climate change, tunawapa mafunzo ya gender series kuwasaidia kujua jinsi ya kusimama kama kinadada. Pia tunasimama nao kwa upande wa ukulima kupitia kitchen garden, poultry farming pale nyumbani kwao. Kwa sababu kulingana na sisi tunaonelea kwamba tukiwashikilia jinsi hii wanaweza kuwa na nguvu ya kujijenga hata kifedha. Safari ya kubadilisha mbinu ya maisha inaanza shuleni na nyumbani. Vile kama njia ya kukumbatia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, wakazi wanapaswa kubadilisha mbinu ya kujikimu kwenye maisha. We are using the schools as a learning center where we bring the students, the pupils, the students, the teachers, community members and women groups, train them on various climate smart agriculture initiatives and them replicating back at home. Ni mradi unaotarajiwa kuendelezwa kwenye shule mbalimbali za kaunti ya Kajiado. Nancy Keringa, Runinga ya Citizen, Kajiado.